Habari za mchana ndugu waandishi wa habari. Habari za mchana ndugu viongozi, makamanda peoples. Kwa majina yangu ninaitwa Elizabeth Eben Mambosho, ni katibu wa wilaya ya Chadema Kichama. Nilikuwa mjumbe wa mkutano mkuu ambao ulifanya uchaguzi mwaka huu pale mwezi wa kwanza, ambao ulikuwa ni uchaguzi wa kidemokrasia kuliko chaguzi zote ambazo zimewahi kufanyika ndani ya nchi yetu, na huenda ikawa hata ni kwa East Africa. Mimi nilikuwa timu Mbowe, na nyie waandishi wa habari mtakuwa mnakumbuka vizuri sana. Nilikuwa ni yule timu Mbowe kufa kupona. Nilifanya wajibu wangu kama mjumbe, kwa sababu katika chaguzi zote kama ambavyo wamesema wenzangu, lazima kuwe na pande mbili. Unapokuwa kwenye uchaguzi alafu mtu mwingine anasema yuko neutral, huyo mtu sisi tunamuita ni mnafiki. Katika chaguzi zote lazima kuwe na pande mbili, lazima uchague upande. Na mimi nilitumia haki yangu ya kikatiba, nikachagua kuwa upande wa Mheshimiwa Freeman Aikaeli Mbowe. Tumeshiriki uchaguzi, yaliyofanyika kwenye kampeni yamefanyika, wajumbe wamepiga kura zao, mshindi amepatikana. Alipatikana Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Matokeo yalikuwa magumu sana, yaliuma. Mimi nilitokea mlango wa nyuma nikaenda kulala, kwa sababu nilisema hapa nikiongea na mtu nitalia, hapa nita break internet sasa hivi. Kwa hiyo nilitokea mlango wa nyuma nikaenda kulala. Kwa sababu gani? Matokeo yalikuwa magumu. Hakuna mtu ambaye alitegemea timu yetu ingefanya nini, ingeshindwa. Kwa hiyo tusidanganyane kwamba matokeo ya kuuma, yaliuma. Hata mimi yaliniuma. Lakini ukiwa mwanasiasa, unapokutana na jambo linalokuumiza lakini ni la haki, unafanya nini? Limekuumiza kweli, lakini ndio iliyo haki. Unafanya nini kama mwanasiasa? Unaumiza upande ulioshinda kwa haki? Unashirikiana na upande ulioshinda kwa haki? Ama unahususia upande ulioshinda kwa haki? Kama unaumiza upande ulioshinda kwa haki, unakuwa na tofauti gani na CCM? Kwa sababu haya mambo tumezoea kuyaona kwa CCM. Mahali ambako upinzani unashinda kwa haki, tunaona maumivu ya kila namna. Mahali ambako tunashiriki uchaguzi, tunashinda kwa haki, tunaona mabomu, tunaona risasi, tunaona kuumizwa. Sasa kama mwanachadema ambaye unakuwa umeshiriki uchaguzi wa demokrasia, wa wazi, transparent, vyombo vya habari vyote vilialikwa, vilikuwa vinaweka kamera zao kwenye sanduku la kura. Kura hazikuhesabiwa nyuma ya pazia, kura hazikuhesabiwa kwenye chumba, kura zilikuwa ziko katikati ya uwanja, na kamera yoyote yenye uwezo wa kurusha live iliruhusiwa. Waliokuwa nyumbani walizihesabu kura wakiwa nyumbani, waliokuwa ukumbini walizihesabu kura wakiwa ukumbini. Matokeo yakatoka. Mimi nilipata matokeo kabla hata hayajatangazwa, sababu nilikuwa nahesabu mwenyewe. Kura inapowekwa na hesabu, akipewa Boni na hesabu, akipewa Lema na hesabu. Mwisho wa siku nikajua hapa tayari tumeshapigwa. Nikatafuta chocho nikatoka. Sasa baada ya kutoka, nini kilifuata? Kilichofuata ilikuwa ni kutafuta namna ya kuganga moyo, ni kutafuta namna ya kutibu majeraha ya uchaguzi, na kuiangalia mama Tanzania iliyoko mbele yetu. Ni kutafuta namna ya kupona na kuiangalia mama Chadema iliyoko mbele yetu. Kuna wimbo unasema Chadema ni mtoto mdogo. Sisi ndio tunayemlea Chadema. Tunapokuwa tumetoka kwenye uchaguzi hatutaki kupona, tunataka Chadema iweje? Tunatoka kwenye uchaguzi, hatutaki kukubali kwamba wajumbe wamekataa. Wajumbe wamesema hapana, this time ni Lissu, this time ni Heche. Tunataka mtoto Chadema aishije? Afe. Afe kwa sababu wajumbe wamekukataa? Afe kwa sababu wajumbe wamemkataa mgombea niliyekuwa mimi na muunga mkono? Kama sisi watu 480 tuliokuwa tunamuunga mkono Mbowe tunasema mama Chadema afe,
Je, hawa 500? Kwa nini tunakuwa binafsi? Kinachoendelea sasa hivi ni ubinafsi. Kuna watu waliamini wao wanapaswa kuwa viongozi wa Chadema miaka yote. Kuna watu walijimilikisha hiki chama. Waliamini wao wataendelea kuwa manaibu, makatibu. Waliamini wao wataendelea kuwa wajumbe wa secretariat. Waliamini wao ndio wanaopaswa kuandaliwa viti, kupigiwa saluti na kila namna ya heshima, lakini hawataki kuheshimu wenzao. Huu ni ubinafsi. Ni ubinafsi wa hali ya juu. Wanasema kwamba wanabaguliwa. Wenzangu wameongelea swala kubaguliwa. Mimi nimezunguka kwenye ziara ya no reform no election kanda 2. Nimeenda kanda ya Nyasa, nimeenda kanda ya Kusini. Na wengine walikuwa wanahoji ninaenda kama nani. Ngoja leo niwajibu. Ilipotangazwa ziara, mimi niliomba. Kwa sababu mimi ni mwana Chadema, mimi ninaipenda Chadema. Niko Chadema kwa sababu ninataka kupambania haki ya Watanzania. Niliomba. Na niliomba kushiriki ziara bila malipo, bila kugharamiwa chochote na chama. Nilichoomba mimi ni lifti tu kwenye gari. Gharama zingine zozote nilijigharamia mwenyewe. Nilijilipia malazi, nilijilipia chakula, na chochote kilichokuwa kinahitajika katika ziara nilijigharamia mwenyewe. Huyo aliyeomba kushiriki ziara kama mimi akazuiwa ni nani? Ni nani aliomba naomba nishiriki ziara, alafu magari yakaondoka matupu, yakamwambia kwa sababu ulikuwa Timboe hakuna kwenda? Ni nani? Ni nani? Hakuna. Wanaposema kwamba wanatengwa ni watu wanaochonga kinyago alafu kinawatisha wenyewe. Yaani mtu anajitenga alafu anaanza kusema nimetengwa. Anaeneza chuki alafu anaanza kusema nimechukiwa. Hawa watu wanachonga vinyago alafu vinaanza kuwatisha wenyewe. Mimi nimekuwa Timboe wakati wa kampeni, sijawahi kutukanwa matusi kama niliotukanwa baada ya kuamua kufanya kazi na chama. Nimetukanwa mpaka matusi mapya. Yaani unatukanwa tusi mpaka unaenda kuligugo. Watu wanatukana. Unaweza nimekosea nini? Umeenda kwenye kujenga chama. Kwani sisi ni nani? Sisi ni Chadema ama tumeshabadilisha jina? Sasa unashangaa kabisa. Hawa watu ni watu wa namna gani? Sasa tumemsikia Mheshimiwa Kigaira, bado namuita mheshimiwa huyu mzee, anasema eti wamehama kwa sababu chama hakijawapa mikakati ya namna watakavyozuia huo uchaguzi. Lakini Odemba mtu hatari sana, akamuuliza, nyie mbona mlipitisha hii no reform no election lakini mlishiriki uchaguzi wa 2024 na mkafanyiwa uhuni? Anasema walipoona wao hawana mikakati waliamua kufanya nini? Kushiriki hivyo hivyo. Hebu fikirieni huyu mtu ni muflisi wa fikra kiasi gani? Yaani yeye amekuwa kwenye hiki chama miaka 20. Ametupeleka kwenye chaguzi, kwenye hiki chama chaguzi zaidi ya 3. Hana mkakati, hana mbinu. Lakini Watanzania wamemkopesha imani. Leo anahoji mkakati kwa uongozi ulioingia madarakani hauna miezi 3, mwenyekiti yuko gerezani, no reform no election zinaendelea huko na mikoani. Anahoji hiyo mikakati, anakosa imani kiasi cha kuhama chama miezi 3. Wakati wa Tanzania wamemkopesha yeye imani miaka 20. Anatupeleka kwenye uchaguzi, tunapigwa, tunanyang'anywa. Watanzania wanamwambia usijali baba, tuko pamoja, tunaanza upya. Anatupeleka kwenye uchaguzi, CCM wanatunyang'anya. Anamwambia sasa hivi tutakuwa na mkakati mpya. Tukifika kwenye uchaguzi hana mkakati. Anatupeleka tena kwenye uchaguzi ule ule. Chaguzi 3 tunapigwa, tunanyang'anywa. Hata tukishinda hatutangazwi. Chini ya uongozi wake. Leo anasema tutumie mbinu zile zile za kwake. Viongozi wanamwambia hizo tumezitumia sana, hazijaleta majibu, tutumie hii mpya.
miezi mitatu anashindwa kuwapa imani viongozi. Huyu mtu ni binafsi kiasi gani? Ubinafsi wa ajabu. Ubinafsi wa ajabu kabisa. Katika kipindi hichi Chadema inaungwa mkono na taasisi mbalimbali. Ndani ya miezi mitatu tunaungwa mkono na taasisi za kidini, tunaungwa mkono na mashirika ya haki za binadamu. Tumeona mpaka Amnesty wamekuja hapa. Bunge la Ulaya linajadili masuala ya haki za binadamu ya Tanzania. Bunge la Ulaya linatuunga mkono, lakini mtu tuliyekuwa naye hapa, tunayeteseka naye, yeye anaona hata pamoja na hayo haiwezekani. Huyu mtu ni binafsi kiasi gani? Wakati tuko katika mambo haya, Padri Kitima anavamiwa, anapigwa, yuko katika hali mbaya hospitali. Tukiwa tunaongelea mambo haya, Mdude hatujui yuko wapi, amechukuliwa na watu waliojitambulisha ni polisi. Alafu mtu ambaye tumemwamini miaka yote, mimi tangu nikiwa binti, mimi sijaikuwa chama kingine, leo anatuambia twendeni hivyo hivyo tukauawe tena. Hawa watu kama sio walikuwa wanatuuza, manake ni nini? Ni duka limefungwa. Hapa palikuwa pana biashara ya watu, imefungwa. Biashara imefungwa bwana. Haiwezekani. Ulikuwa ndio wakati wa kukaa pembeni, uanze kuwapa mbinu walioko kwenye kiti, uambia njia hiyo tulifeli lakini ukipita hivi tunatoboa. Hiyo tulijaribugi lakini ikashindikana, tufanyeni hii. Lakini yeye anaona ni wakati wa kwenda Chauma. Hiyo Chauma hakuiona miaka 20 iliyopita. Hiyo Chauma imeanzishwa jana. Ina wanachama wapya kutoka mbinguni. Sasa kama ubunge unatolewa na wananchi, chama chenye wapiga kura wengi ni kipi? Yaani kuna muujiza gani ambao utaitoa Chauma kwenye namba iliyokuwa inashika huko wakati wa chaguzi, leo ipige vyama vingine vyote, ipige Chadema yenyewe kae namba 2, ikitoka CCM yenyewe kae namba 2? Kuna muujiza gani? Ni watu waliozoea mapatano, waliozoea mapendano kama anavyosema Mheshimiwa Lissu, hawawezi kuyaacha. Sasa hivi wanafanya mapendano na CCM. Na wananchi wa sasa hivi sio wajinga. Teknolojia inatusaidia. Wanapoongea leo tunapata dakika hiyo hiyo walichokiongea mwaka jana. Tunawaona jinsi ambavyo ni watu wenye ndimi mbili. Kigaira alisimama Arusha akasema kama hakuna reforms hakuna uchaguzi. Leo anabadilisha, anasema nilisema kama hakuna reform tutaenda hivyo hivyo kwenye uchaguzi. Unapokuwa mtu mzima tunategemea uwe na hekima. Tunategemea tujifunze hekima kwa watu wazima, lakini kumbe hata wahuni bwana wanazeeka. Umeona? Hata wahuni wanazeeka. Watu wakati wa uongozi ule mlikuwa mnapewa mahaba ya namna gani? Mlikuwa mnapewa nini? Mnalipiwa kodi? Mlikuwa mnapewa hela za kula? Mlikuwa mnapewa nini ambacho katika uongozi huu hamkipewi? Ambacho wewe uwezi kualikwa kwenye vikao, labda kwa nafasi yako wewe ni katibu ama ni mjumbe, vikao vimeitishwa na sasa wewe hujafanya nini? Hujaalikwa. Kwa hiyo unaona kwamba hupendwi, hawanipendi. Au watu walikuwa wanaendaga kwenye vikao vya mbuzi choma na bia, na sasa wanaenda hawakuiti tena. Hawajatueleza watu hayo mapendo. Huko kupendwa ni kwa namna gani
ambapo uongozi uliopita ulikuwa unawapenda sana, na bahati mbaya wanaolalamikia hivi ni wamama wenzangu. Jamani, hizi siasa zinahitaji roho ngumu. Kama upo Chadema kwa ajili ya kusubiri upendwe, utachelewa sana. Hapa kila mtu anawaza no reform no election. Ni namna gani wananchi wataielewa no reform no election? Ni namna gani wananchi wataiunga mkono no reform no election, na mpaka tunapata sheria za uchaguzi na kanuni za uchaguzi, tunaingia kwenye uchaguzi ulio huru na haki. Hakuna mapendano, hakuna vikao vya bia na nyama choma za bure huku. Kama mtu unaona huwezi kwenda na hii speed, Mheshimiwa Lissu alisema anayetaka atabaki, asiyetaka njia nyeupe. Hakuna atakayeshikiwa nini? Bastola. Mheshimiwa Heche akasema Chadema sio gereza, wala huku hakuna mishahara ya watu kupewa hela tu ovyo ovyo ili wawe Chadema. Ukiona Chadema sio hilo unaoitaka wewe, njia ni nyeupe. Lakini mnapoondoka msitunge uongo. Nendeni kimya kimya, tutawaheshimu. Kajengeni vyama mnavyoviona vitawapa hayo mapendano. Hivyo vyama vitakavyowapa ubunge wa kutoka hewani. Hivyo vyama ambavyo itabidi viue wengine ili hizo damu zao zihalalishe wewe kuwa mbunge, nenda. Sisi tumesema hatutapeleka watu kwenye uwanja wa vita ili ndugu zetu wakapigwe risasi, ili watu wakakatwe mikono, ili mimi niwe mbunge, ili fulani ashinde. Hatutapeleka. Kila tunapofanya uchaguzi lazima tukazike. Juzi 2024 uchaguzi wa serikali za mitaa. Nyinyi ni waandishi wa habari, mmeripoti vifo vingapi? Huo ni uchaguzi wa serikali za mitaa tu. Kila tunapoingia kwenye uchaguzi lazima tuzike. Yaani ili wewe uwe mwenyekiti wa serikali za mitaa lazima uzike. Ili uwe mbunge lazima uache kuna wengine vilema, uache wengine wajane. Uchaguzi wa namna gani huu? Sisi tunataka uchaguzi huru na haki. Kanuni za uchaguzi zimetengenezwa kwa ajili ya kuwafavor CCM. Yaani CCM kila anapoingia kwenye uchaguzi akiona hii kanuni hii ilikuwa inasaidia Chadema ipate kura, anaenda kuiminya. Tulikuwa tukiingia kwenye uchaguzi kanuni ni mbovu, mapolisi wanaweka kura kwenye maboksi ya kura, mawakala wetu hawana cha kufanya, wanachukua nini? Video. Wanachukua video, wanatutumia, tunawapa waandishi wa habari kwamba jamani onyesheni dunia hiki kinachoendelea. Wameona hilo ni baya, wameamua kusema hakuna kuingia na simu. Fikiria ni uchaguzi wa namna gani huu? Hata kuonyesha dunia jamani, oneni. Huyu ni polisi amevaa uniform, ana kibegi, anadumbukiza kura kwenye box. Kusema tu dunia hawataki, wameitungia kanuni. Hakuna kuingia na simu. Huo uchaguzi unaenda kutoboaje? Na inasemekana amepigwa vibaya mno. Wanaotoa taarifa wanasema amekamatwa pale na amepigwa vibaya mno. Mheshimiwa
Rugwa alikuwa akielekea Ubelgiji kushiriki mkutano wa IDU, International Democracy Union. Yaani weledi ni kuliokoa taifa. Tunaliokoa taifa lisizame katika mkono wa damu. Tunaliokoa taifa lisiwe na mabwenyenye ambao wanadhani sheria ni kwa ajili ya watu wengine na wao haziwahusu. Tunaliokoa taifa kutoka kwenye umwagaji damu. Hawa watu wanaopigwa na polisi kila siku, wanachukuliwa na watu wanajitambulisha ni polisi, lakini dakika 2 polisi wanasema sio sisi. Tumepigwa pale Kisutu, nimevuliwa nguo pale Kisutu. Eti wale umati wa wanawake wote ulionivua nguo na kunichukua, Muliro anasema wale hawakuwa polisi. Sasa walikuwa ni nani? Wanahabari wanapotoa uthibitisho kwamba huyu dada alikuwa katikati ya kundi la polisi, maana yake anasaidia taifa lisizame. Kama ulikuwa ujui mama, wanahabari wanapofanya kazi kwa weledi wao, wanalisaidia taifa kusimama katika misingi yake ya haki. Tukiwa na taifa la watu wanaozani wanaweza kumuumiza mtu yoyote wakati wowote, tutabadilika, tutakuwa kama Haiti. Tutakuwa kila mtu ana kikundi chake cha uhalifu. Wanaoumiza watu watatengeneza vikundi na wanaoumizwa watatengeneza vikundi. Tutakuwa na makundi ya uhalifu. Tutakuwa na makundi ambayo ya wanaoumiza ambao hata wengine nyingine hawatumwi na serikali, lakini tutakuwa na makundi ya watu wanaojitetea. Nchi itaendaje? Wanahabari wanafanya kazi nzuri ya kukuonyesha, ona, kuionyesha dunia, oneni Tanzania kinachoendelea. Kwa hiyo kwa kumalizia, mimi kama Elizabeth ninawasihi sana wa Tanzania na hasa wanawake. Sisi tuna kauli mbiu yetu inayosema mwanamke ni jeshi kubwa. Mwanamke akiamua kusimama still, hakuna mtu anaweza kumyumbisha. Walisimama kina Bibi Titi, walisimama wakaitetea nchi. Na sisi wanawake wote wa Chadema na wasiokuwa Chadema tusimame, tuhesabiwe. Wewe mwanamke wa CCM utakiwi kufurahia kumuona mtoto wa Chadema anaumizwa. Sisi wote ni kina mama, tumeingia leba, tunaujua uchungu wa kumleta kiumbe mpya duniani. Hatutakiwi kufurahia mtoto wa mwingine akipotea, hata kaburi lake hatulioni. Hatutakiwi kufurahia. Tunatakiwa kusimama kwa umoja wetu kusema hapana, mauaji sio tabia yetu wala si hulka yetu. Na hawa wanaohama tunawaambia hivi, wanapohama wahame kwa adabu. Njia unayopita kwenda usioteshe miba, unaweza ukaitumia kurudi. Asanteni. Asante sana Mheshimiwa Eliza, asante sana Mheshimiwa Nice Gisunte. Ndugu wanahabari, sisi tumemaliza tulikuwa tunataka tuyaseme, na tunaomba sana mzingatie content yetu ya leo. Tulikuwa tuna address umma kuhusiana na agenda ya wenzetu kujiita Timboe na kusema wananyanyaswa, hawapendwi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunaomba hilo liwe addressed vizuri, kwa sababu ndio ujumbe ambao tunatamani sana uwafikie watu. Wajue kabisa hao wanaohama wana jambo lao, kama Mheshimiwa Nice alivyosema, huo ni mradi, na as days goes wakitaka tuseme tutasema zaidi. Basi mimi niwashukuru.